Nataka nikutie nguvu, ewe mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu, popote pale ulipo. Usikate tamaa. Maandiko matakatifu yanasema, kwa hiyo hatulegei. Japokuwa utu wetu wa nje unaonekana kuchoka, lakini utu wetu wa ndani, ule wenye utukufu, unafanywa upya siku baada ya siku. Yamkini kwa nje unaonekana kama vile umechoka, lakini ndani yako uko utukufu wa Mungu. Haupaswi kukata tamaa. Jitie moyo. Biblia inasema inuka, ondoka, angaza, maana nuru yako ipo, utukufu wa Mungu umekuzukia. Yamkini zipo dhiki, Biblia inasema dhiki nyepesi, majaribu na misiba na matatizo ya dunia hii. Lakini haya yote tafsiri yake ni kwamba yanatutengenezea utukufu mkubwa zaidi huko mbele ya safari. Kwa sababu baada ya maisha haya hapa duniani pia, tazama kuna utukufu mbele yetu. Mwana wa utukufu Yesu Kristo atakaposhuka na kuingia katika ufalme wake wa milele na milele. Na wewe ambao ulivumilia, ambao hukuliacha neno la Mungu, ulitembea katika makusudi yake, utaingia katika utukufu huo. Maandiko yanasema hakutakuwa na dhiki wala hakutakuwa na majonzi, bali kutakuwa kuna amani na furaha na faraja milele na milele. Na yeye Mungu mwenyewe atatufuta machozi, kwa sababu tulivumilia, tuliamua kutembea katika kusudi lake. Lakini onyo ni hili, ndugu msikilizaji, na hasa wewe mtakatifu ambaye umempa Yesu Kristo maisha yako. Maandiko yanasema ya kwamba kwa kuwa wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kinachoondoa utukufu wa Mungu katika maisha yetu ni dhambi. Unapomwacha Mungu, unapoacha kuenenda katika makusudi ya Mungu, utukufu wa Mungu unaondoka juu yako. Maana yake uwepo wa Mungu na kuacha, unakuwa kama yule Adamu wa kwanza ambaye alimwasi Mungu. Utukufu wa Mungu kaondoka ndani yake, na hatimaye akafukuzwa katika ile bustani. Na shida ndipo zilipoanzia pale. Usimwasi Mungu, usimwache Mungu, usije ukapungukiwa na utukufu wake. Yeye ameahidi katika neno lake ya kwamba yuko pamoja na wewe hata ukamilifu wa mambo yote hapa duniani. Atakulinda usiku na mchana, atakulinda na kukuhifadhi hata atakapokufikisha katika ule mji wa utukufu, Jerusalem mpya, ambaye Mungu ameiandaa kwa ajili ya watakatifu wote ambao wataushinda ulimwengu huu na majaribu yote. Unapoenda kanisani asubuhi ya leo, tafakari maneno haya ya kwamba utukufu wa Mungu uko ndani yako, ya kwamba neema ya Mungu iko ndani yako, ya kwamba Roho wa utukufu, Roho Mtakatifu yuko ndani yako, ya kwamba neno la Mungu liko ndani yako, ya kwamba jina la Yesu Kristo ambao maandiko yanasema Yesu alirithi jina la utukufu lipitalo majina yote juu mbinguni na hapa duniani, liko ndani yako. Unapopita katika majaribu, unapoliita jina la Yesu, utukufu wa Mungu unaonekana ndani yako. Haupasi kukata tamaa. Tazama, wewe ni wa thamani sana, kwa sababu ulinunuliwa kwa bei ya thamani, ambao ni nafsi na damu ya mwana pekee wa Mungu Yesu Kristo aliyekufa pale msalabani.